haiwezekani. Na hii yote imeletwa kwa sababu mpira wetu wa miguu watu wanaangaliana usoni. Wanaoneana aibu. Watu wanakwenda kukaa kwenye uongozi kwa sababu ni mtoto wa fulani. Watu wanakwenda kucheza kwenye hizi timu mbili kwa sababu ni mtoto wa fulani. Leo hii tunasahau taaluma, leo hii tunasahau vipaji, na ndio maana vipaji vingi vinakufa mitaani. Kwa sababu ya kuangaliana usoni. Basi. Lakini kama kwenye shirikisho, mfano, kama kwenye taasisi mfano ya Yanga, kama kwenye taasisi ya Simba, tungelikuwa tunatumia taaluma, kuna watu tusingewaona madarakani mpaka hivi sasa. Kama kwenye taasisi ya Yanga wangelikuwa wanatumia taaluma, kama kwenye taasisi ya Simba wangelikuwa wanatumia taaluma, kama kwenye taasisi ya bodi ya ligi na shirikisho lake wangelikuwa wanatumia taaluma, kuna watu tusingewaona kwenye zile nafasi. Wapo watu kwenye zile nafasi kwa sababu mtu fulani anajuana nao. Wapo kwenye zile timu. Hizi timu wapo kwa sababu baba yake fulani alicheza kwenye ile timu, na hao wanakaa miaka mirefu sana, hata miaka 40, lakini watabaki kwenye hizo timu. Kwa sababu tu wanakwambia tuna mizizi. Wanakuuliza babake unamjua huyu? Hii yote tumeileta kwa sababu tuna tabia za kuangaliana usoni. Sipo nyingi. Mpaka kwenye maredio ya kufanya kazi za uchambuzi pia watu wanaikana kwa sababu ya nini? Ya ushikaji. Hawa kuna mambo hayo? Ngoja kuona. Kuna mchambuzi mmoja hapa aliwahi kusema mchezaji fulani sasa tu kama takataka. Wewe mtu mwenye taaluma angeongea vile? Taaluma inaficha aibu. Producer team manager alipo. Aibu. Ni aibu kwa bodi ya ligi, ni aibu kwa Yanga yenyewe, ni aibu kwa CRDB Bank file. Ni aibu. Kuja saizi mara baada ya dabi. Na tutegemea mengine makubwa. Si umeyasikia haya? Tulikuwa tunaona mzaa. Sasa hivi jipu limeshafanyaje? Limeshatumbuka. Leo Yanga anapata power. Anasema wewe hatukutaki, wewe hatukutaki, wewe hatukutaki. Hapa ndo tutacheza dabi. Sio kama kazungumza kwa bahati mbaya. Anajua kuna mabaya zaidi ya haya. Lakini kwa kuwa tunaendesha vilabu vyetu kwa interest za watu maalum, ndio maana tunafika hapa. Ukienda kwenye vyombo vya kisheria, unakuta wengine wanakuambia ubaya ubwela, wengine wanaimba hatuchezi. Ukienda kwenye taasisi mbalimbali, wimbo ndio ubaya ubwela, hatuchezi. Hatuwezi tukafaulu. Hatuwezi tukafika. Lazima tutakuwa watu wa kurudi nyuma. Lazima. Sawa, Dosa, kwa hicho ambacho umekizungumza, wakati wa mkutano mkuu wa Young Africans, mkutano wa mwaka, unasema kuzungumza kuongelea mafanikio ya klabu. Pengine kwa kulingana na taarifa ambayo ilitolewa sasa kwenye mkutano mkuu wa Young Africans wa kwanza msimu, mafanikio moja kitu alichokizungumza ni kutoa ubingwa wa CRDB Federation kutoka kombe la Azam. Unataka kutuambia kwamba kuna sehemu walipepesa macho, waliudanganya umma kwenye jumla ya mafanikio ambayo waliorodhesha, kwa maana kama hawakulipwa na walishatangaza kwamba ni moja kati ya faida ambazo wameziingiza msimu huu, ina maana walidanganya watu. Waliamini watalipwa. Waliamini watalipwa. Waliamini watalipwa. Lakini hawakulipwa. Kwa hiyo anapaswa kulaumiwa. Yaani mimi Yanga maswali yangu ni matatu tu kwao. Walikuwa wapi? Si umeelewa vizuri? Walikuwa wapi? Lakini unawauliza tena, mbona limekuja kwenye kipindi hiki? Wanajiuliza tena, kwa nini mmekubali kushiriki tena ya mashindano ikiwa mwanzo hamjalipwa? Unaweza tukauliza. Lakini walichokifanya Yanga, wameamua kumwaga ugali. Braza, dabi hamna. Dabi hamna. Dabi hamna. Hamna. Hamchezi.
Hamna. Mimi sio mchezaji. Nyinyi sio timu yenyewe. Mimi ni shabiki tu brother. Lakini kwa scenario inayoendelea hivi sasa, dabi hakuna. Umekata tamaa. Lakini jana mtendaji mkuu wa bodi ya ligi amesema kulingana na jinsi ratiba ilivyo, yeye kwenye meza yake anatambua dabi ipo. Anatambua. Yeye anatambua tarehe 15 ipo, lakini yeye mwenyewe anajua kwamba dabi hamna. Kumbe anajua. Anatambua tarehe 15 itafika. Sijui kama yeye atafika. Lakini kwenye nafsi yake anatambua kwamba dabi hamna. Jiulize wewe, si ndio top 10, si ndio? Jiulize afisa habari wa shirikisho wa bodi ya ligi. Si alikuja kutuambia kwamba tiketi zile tarehe 8 mtakuja kuzitumia hizo? Si alituambia? Jiulize zile tiketi ambazo watu wameshaskana walioingia uwanjani. Na kwa nini waliingia na kata shamba mechi imeahirishwa? Swali jingine hilo. Na walioingia nao wamekosea. Swali jingine, sasa tiketi zimeshaskandi au bado? Wameshaskani. Si ndio? Zimeskani au bado? Kwa hiyo tunangoja nini tena? Tanunua upya. Kwamba watu endelee kununua. Kwa sababu nimemsikia vizuri afisa habari wa bodi ya ligi. Amesema haina haja kununua tiketi. Zile mnazozinunua kwenu mtazitobia hizi. Brother, mpira wetu wa Tanzania unaendeshwa kwa interest za watu, sio kwa kanuni wala sheria za mpira wa miguu. Kuna watu wanafanya maamuzi. Si umemsikia afisa habari? Kiongozi wa juu. Sijui ni nani huyo. Sababu ukizungumza hapo ni swali. Kwa sababu sisi tunavyofahamu kiongozi wa juu wa nchi ni president. President. Si ndio? Kwa hiyo anataka kutuaminisha kwamba ndio alotoa oda hii. Lakini mimi nakupa siri. Kuna mtu mmoja anatokea mkoa wa Kusini. Ni shabiki na ni mwanachama wa timu moja Kariakoo na ana nafasi kubwa serikalini. Anatokea Kusini. Ni shabiki na ni mwanachama wa timu moja kutokea Kariakoo. Ni serikalini. Je, unataka niko serikalini? Sio maneno vizuri. Ni shabiki na ni mwanachama wa Simba, anatokea Kusini na ana nafasi kubwa serikalini. Chukua kodi ya kiutu uzima hiyo. Chukua kodi ya kiutu uzima hiyo. Unataka kusema? Nimesema inawezekana mtu, inawezekana. Si ndio? Mtu ambaye alotoa order geti lisifunguliwe, si ndio? Ambaye ni serikalini. Yupo anatokea Kusini, inawezekana. Kumbe kuna msukumo wa nje unatoka nje kuingia ndani. Si amezungumza afisa habari kwamba ni nani mtu wa serikali mkubwa. Ngazi kubwa za serikali unazijua? Mapema. Unazijua? Rais anashika nafasi ya kwanza, wa pili. Wewe miongoza wa serikali unajui wewe.